Naibu Waziri wa Nishati Salome Makamba amesema licha ya kuwepo kwa changamoto katika kuboresha miundombinu ya umeme nchini, serikali imeendelea kuchukua hatua madhubuti kuhakikisha uzalishaji wa umeme unaimarika na kuhudumia wananchi kwa ufanisi. Amezungumza na waandishi wa habari mara baada ya kumaliza ziara yake katika kituo cha kuzalisha umeme cha Mtera mkoani Dodoma. Makamba amesema serikali imewekeza zaidi ya shilingi bilioni 10 katika kuboresha kituo hicho, ikiwemo ufungaji wa mitambo mipya ili kuongeza upatikanaji wa umeme nchini. Makamba amesema hatua hizo za uwekezaji zimekuwa sehemu ya jitihada ya serikali kuhakikisha upatikanaji wa nishati ya uhakika licha ya changamoto zinazojitokeza katika miundombinu. Tumezunguka, tumekagua, mitambo imeboreshwa kwa kiasi kikubwa sana. Sasa hivi mitambo yote miwili inafanya kazi kwa ufanisi wa hali ya juu, kwa kiwango kile cha juu cha mwisho. Lakini ukiacha hilo, hali ya maji katika bwawa hili la Mtera ni nzuri, na kwa mara nyingine tuna uwezo wa kuzalisha umeme kwa msimu wote mpaka tutakapokutana na msimu mwingine wa mvua. Hii inaonyesha ambavyo serikali imefanya kazi kubwa ya kudhibiti matumizi mabaya ya maji na miundombinu ya maji ambayo inateremka kutoka nyanda za juu kusini. Maji haya yamedhibitiwa na kwa kweli tunawashukuru wananchi kwa kutuelewa. Tunajua maji yana matumizi mengi, lakini kupanga ni kuchagua. Wananchi wetu wa nyanda za juu kusini wameona umuhimu wa kutunza mito ambayo inaleta maji katika bwawa hili la Mtera, na hatimaye leo tunaweza kuwa na reserve kubwa ya maji, tunaweza kuwa na uhakika wa umeme ambao wananchi watatumia kwa ajili ya shughuli zao za kiuchumi. Lingine kubwa ambalo kwa kweli hii ni habari njema kwa wananchi wa wilaya za Mpwapwa, Chamwino, kwa Isimani, kwa Mzee Lukuvi pale, kwa kifupi ni mkoa wa Iringa na Dodoma. Sasa hivi mitambo imeboreshwa katika eneo hili. Tumefunga mitambo mipya yenye thamani ya zaidi ya bilioni 10 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunapata umeme wa kutosha kwa ajili ya wakulima, kwa ajili ya wachimbaji wa madini. Kwa hiyo sasa hivi muda wote ule Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Deogratias Ndejembi atakuja kuzindua mitambo hii ambayo itaweza kupeleka umeme waweka katika maeneo haya, badala ya kutegemea umeme unaozalishwa hapa upelekwe Dodoma alafu urudi huku, au uende Iringa alafu urudi tena huku kuhudumia maeneo haya. Sasa hivi umeme wao utakuwa unatoka hapa, jambo ambalo litafanya wapate umeme wenye nguvu ya kusukuma mitambo mbalimbali. Kwa kipindi hiki ninakubali kuna changamoto kadhaa zimetokea, lakini kwa sababu ya kurekebisha miundombinu hiyo iweze kuwa stable. Lakini kwa maana ya uzalishaji wa umeme, mitambo ya kuzalisha umeme kwa sasa hivi tunayo reserve ya kutosha ambayo inaweza ikazalishwa na kuwafikia wananchi. Kwa maana ya vyanzo vya maji, vyanzo vya umeme, kwa maana ya umeme unaozalishwa kwa maji, unaozalishwa kwa jua, kwa gesi, yani kwa sasa hivi nchi ina uwezo mkubwa wa kuzalisha umeme mwingi kuliko kipindi chochote ambacho tumewahi kuwa nacho. Tunayo teknolojia nzuri na ya kisasa ya kuweza kutenganisha maeneo ambayo yanafanywa marekebisho na yale ambayo hayafanywi marekebisho. Zamani tulikuwa tunalazimika kuzima mtambo mzima ili tuweze kufanya marekebisho ya eneo dogo. Lakini sasa hivi kwenye vituo vyote ambavyo nimevitembelea mpaka sasa, tunazo switch tofauti tofauti ambazo tunaweza tukazima eneo hili wakati tunatengeneza eneo lingine. Kwa hiyo hilo ni muhimu kulizingatia. Tutumie teknolojia ambayo tunayo kuhakikisha kwamba sio wote wanakosa huduma kwa sababu ya eneo dogo ambalo linafanywa ukarabati. Lakini pili ni kutoa taarifa kwa wakati. Wananchi wetu wanatumia nishati kama chanzo kikubwa sana cha uzalishaji. Watu wafanyabiashara ndogo ndogo wengi wanatumia umeme kama sehemu kubwa sana ya katikati ya kuwasaidia katika kuzalisha. Kwa hiyo tutoe huduma mwafaka kwa kutumia vyombo ambavyo vinawafikia wananchi. Siku hizi kuna social media, siku hizi kuna radio. Tutumie vyombo hivyo kutoa taarifa kwa wananchi ili wajue kwamba kwa wakati huu na huu tunafanya ukarabati. Lakini la mwisho, upo muda ambao shughuli za uzalishaji zinakuwa ziko chini. Nyakati za usiku, wakati mwingine kwa baadhi ya maeneo, nyakati za jioni, kwa sababu tuna miundombinu ya kutosha, tuna facilities za kutosha. Tunaweza kutumia nyakati ambazo uzalishaji uko chini kufanya ukarabati wa miundombinu na tukaacha ule muda ambao uzalishaji uko juu watu waendelee kuzalisha. Huo ndio wito wangu kwa watumishi wanaohusika, wadau wote, kwa maana ya uzalishaji, usambazaji, wote tuzingatie kuwahudumia wananchi kwa sababu hao ndio mabosi zetu.